Naam, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leo tena tunaendelea na ikhlas, aina ya tatu ya ikhlas ambazo tumeanza kuzisoma tokea wiki iliyopita na mpaka sasa hivi tunaendelea. Leo tutaendelea na ikhlas katika nia. Ikhlas katika nia, kila tendo jema lifanywe kwa nia ya kumpendeza Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wengi wanafanya matendo bila nia, na ukifanya tendo bila nia, malipo yake unaruka patupu, haupati malipo. Kwa hivyo ukila tia nia na kula kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, ukifua kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, ukitoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tufanye majambo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kila mtu afanye kila kitu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndipo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alituambia katika hadithi yake inayosema, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilayhi. Yani tunaambiwa kila jambo hulipwa kwa nia, na kila mtu atalipwa kwa lile alilonuilia. Na mwenye kutia nia, yani mwenye kufanya jambo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na mtume wake, basi atalipwa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na mtume wake. Na mwenye kufanya jambo kwa ajili ya dunia aipate, basi ataipata hiyo dunia. Na mwenye kufanya jambo kwa ajili ya kupata mwanamke wa kuoa, basi atalipwa hivyo hivyo. Kwa hiyo nia zetu tuzisafishe, tuwe na ikhlas katika nia. Nia zetu ziwe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na mtume wake. Na hata kwa wale wa baba wanaooa wake wawili, watatu, waoe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na mtume sallallahu, watie nia tunaoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, sio kwa ajili ya matamanio ya nafsi zetu. Kwa hiyo ukioa kwa ajili ya matamanio ya nafsi yako hautolipwa, na ukioa kwa ajili ya kumkomesha mwanamke wako, basi pia hautolipwa. Safisha ikhlasi yako, oa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu atakupa izza, atakupa na utukufu, kwa sababu kuoa ni sheria na kuoa ni haki yako. Na kuoa, kumwambia mke wako sio nguzo katika nguzo za ndoa, unamwambia kwa mapenzi tu. Oa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, Mungu ataleta baraka, na utashangaa hata mke wako mnaishi kwa amani vizuri, kwa sababu umefanya ibada hiyo kwa ajili ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Safisha ikhlasi yako katika nia yako. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atukubalie amali zetu, inshallah. Tukutane juma lijalo.